hata CCM wapo wanaosema no reform no election, ila hawawezi kujitokeza. Hatujajitoa, na sio kwamba tumesema hatutashiriki. Nchi haitakwenda kwenye chaguzi kama hakuna reforms. Wanapotelewa na ndugu zao. Unaposema usiingiliwe kwenye masuala ya kisiasa, lakini ukiapa unakamata kitabu, whether ni Masaf, whether ni Biblia, kuapa kwamba utasimamia na kuhakikisha unalinda haki na utu wa watu na kuhakikisha taifa linakuwa salama. Nyingine tena leo kutoka tarehe 6 April tulikuwa hapa katika viunga hivi, tulikuwa na press, na msingi wa press zetu kwa hatua ya sasa tumekuwa tukijikita na kile kinachoitwa G55, wahuni wachache ndani ya chama ambao wanatumiwa vibaya na Chama cha Mapinduzi na mamlaka ya dola kuvuruga hali ya kisiasa katika mchakato wa chaguzi unapokaribia, hasa katika chama kikuu cha upinzani, wakati wanakiwa wanaona kwamba kinakwenda kukamata dola. Kwa hiyo leo tarehe 21, dunia ikiwa ina simanzi ya kupotelewa na Papa Francis, na sisi kama taifa tuko tunaomboleza jambo la msiba huo wakati tumemaliza sikukuu ya Pasaka. Lakini pia kama chama tumewaiteni leo tuweze kuzungumza haya mambo, kwa sababu mambo yoyote hatari kwenye taasisi yanapashwa yakabiliwe kiuhakika, na tumekuwa tukisema kwamba sisi tumejitoa wazi kabisa kukabiliana na kile kinachoitwa G55, kwa sababu ni watu ambao wanatumiwa vibaya dhidi ya CCM na serikali yake kuhakikisha hawatoki madarakani. Sasa kwenye hili jambo la kwa nini no reform no election, tumekuwa tukizungumza, na huu ni msimamo ambao hauhitaji shule kubwa. Tunasema no reform no election, pasipo mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi taifa halitakwenda kwenye uchaguzi. Kwa ni muhimu na ni vizuri kabisa, ndugu waandishi wa habari, jambo hili mkawa mnaliweka kama linavyozungumzwa. Si kwamba Chadema hatutashiriki uchaguzi, si kwamba Chadema tumejitoa kwenye uchaguzi. Hatujajitoa, na sio kwamba tumesema hatutashiriki. Nchi haitakwenda kwenye chaguzi kama hakuna reforms. Na kama hoja hii inatajwa kuwa ni uhaini, basi wahaini kwa kutetea mifumo bora ya uchaguzi, kwa kutetea haki ya kura ya mpiga kura, tutakuwa wengi kwenye nchi hii, na hili taifa sasa halitakimbiliwa tena na mataifa mengine kwa maana ya kuwekeza, kama hoja hii inatajwa kuwa ni uhaini. Lakini tunachokiamini kwamba hata CCM wapo wanaosema no reform no election, ila hawawezi kujitokeza, wako nyuma yetu. Jambo la no reform no election ni muhimu likatambulika, ni ajenda ya kitaifa, sio ajenda ya Chadema. Ni ajenda ya kitaifa. Hatuwezi kuwa tunakwenda kwenye chaguzi tumechoshwa na utaratibu wa kila mwaka wa uchaguzi. Ni lazima idadi ya wajane ipatikane kwa kufiwa wamezao ambao wanashiriki masuala ya kisiasa. Ni lazima tupate idadi ya wagane kwa sababu wake zao wanashiriki masuala ya kisiasa. Lazima familia ziwe katika hali ya kupotelewa na watu na kikundi ambacho leo CCM na serikali yake inakiita kundi la watu wasiojulikana. Manake taifa haliko salama. Huwezi kuwa ni mkuu wa nchi, unamiliki nchi ambayo inajinasibu kimataifa kuwa kisiwa cha amani, ila kuna genge ndani ya taifa lako la watu wasiojulikana. Una advance vipi kwenye umma kwamba wewe nchi yako iko huru na ina amani, kwa sababu kuna genge la watu wasiojulikana wanadhuru raia wako? Tumechoshwa na utaratibu huu wa kuwapeleka watu kwenye chaguzi ili wakauawe, na tuna reference ya chaguzi 3 mfululizo ambazo kimsingi tunazitumia kama sehemu ya yeyote anayejua kusoma na kuandika peke yake, hakuhitaji PhD, lazima aone na aungane na hoja ya no reform no election. Mtakumbuka tulikuwa na chaguzi za 2019. CCM iliengua vyama vya upinzani wagombea wake takriban kwa asilimia kama 97+. 2020
CCM ikaondoa mfumo la uchaguzi kabisa, ikabeba nalo, wakatupa mtu kwa ruzuku. Chama hiki kikuu cha upinzani ambacho kimekuwa na wabunge 72 kwenye bunge la Jamhuri, tukapewa mbunge mmoja, dada Aida Kenani, kama ruzuku. Akaja mtu katika misingi ya kikatiba, tukapata rais ambaye hakuchaguliwa. Tulimpata rais kwa misingi ya kikatiba. Baada ya rais wake, yeye akiwa msaidizi wake, alivyofariki, katiba inamtaka makamu wa rais akamatilie nchi. Na kwenye hili jambo lazima niweke very clear, na CCM wanajua. Kwanza, kinachoitwa serikali ya awamu ya 6, mimi na wana CCM wanaofahamu hichi kitu. Hii sio serikali ya awamu ya 6. Hii ni serikali ya awamu ya 5 iliyokuwa inamaliza kipindi chake, ila ina rais wa 6 kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu huyu rais hajawahi kuuza sera wala kutembea na ilani ya uchaguzi ili achaguliwe. Kwa kutengeneza awamu ni baada ya kwamba yeye ametokana na serikali ya awamu ya 5 iliyonadi sera 2015. Kwa miaka 5 ikatengeneza sera na ilani ya uchaguzi ya 2020 kwa miaka 5 ambayo inakoma mwaka huu. Sasa yeye kuwa rais humo katikati hakuondoi dhana ya kuita serikali ya awamu ya 5 eti hii iitwe serikali ya awamu ya 6. No, hili nimeona niliweke sawa sawa, na wana CCM wanajua, na dunia inajua, na Watanzania wenye akili timamu ambao wanafanya matumizi sahihi ya akili zao, tunapaswa kujua hii ni serikali ya awamu ya 5 inayomaliza muda wake. Sasa kwa ukiritimba ambao unafanywa na huyu sasa anayesema ni rais wa serikali ya awamu ya 6, alijinasibu kwa kitu kinachoitwa 4R. Akaiambia dunia anataka kulirudisha taifa katika misingi ya kwenda kwenye chaguzi za huru na haki, na akaiambia dunia yale yaliyofanyika kwa mtangulizi wake hayatajitokeza. Sasa nataka niwakumbushe ndugu waandishi wa habari na Watanzania mnaotufuatilia, mnaotusikiliza, kwamba huyu wa awamu ya 5 anayemaliza muda wake, anayejiita awamu ya 6, amekuwa tatizo na hatari kuliko mtangulizi wake. Ndio rais peke yake anayesimamia nchi kama kiongozi wa nchi wa mwisho kwenye utawala wake chaguzi ndogo za kitaifa za serikali za mitaa 2024, akiwa ametangulia kuzungumza 4R. Tumeona na kushuhudia mauaji makubwa yakitokea ndani ya taifa letu kipindi cha uchaguzi. Jambo hili haliwezi kuwa sawa. Tuna familia 4 ambazo wagombea wa Chadema wamepoteza maisha kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwa sababu ya kugombea kitongoji na mtaa ama kijiji. Hizo 4R ziko wapi dhidi yake? Na leo analiambiaje taifa kwamba kile alichokizungumza yeye huyo hakitajirudia kama kilichofanyika kwa mtangulizi wake? Yeye sasa kimejirudia. Na kwenye hili lazima nizungumze. Juzi wakati tunakwenda kwenye kusherekea sikukuu ya Pasaka jana, wako maaskofu mbalimbali nchini wamezungumza wazi. Kabla jambo halijakufika, unaweza ukasema kwamba taasisi za dini zisituingilie. Ila taasisi hizo za dini zikisifia serikali hii, wanasema hawa viongozi wa dini wanafanya mambo sawa sawa. Wakiikosoa serikali, wanaambiwa na kupewa onyo wasiingilie masuala ya kisiasa, na badala yake wahubiri waumini wao. Itoshe kusema ni muhimu wakajua kwamba hata wewe ambaye ni kiongozi leo wa serikali ni muumini katika hao viongozi wa taasisi za dini, na wanao wajibu na haki kabisa kikatiba kuzungumza na Qur'ani yanayotendwa na serikali hii kama hayako sawa sawa. Wanapotelewa na waumini wao, wanapotelewa na ndugu zao. Unaposema usiingiliwe kwenye masuala ya kisiasa, lakini ukiapa unakamata kitabu, whether ni Masaf, whether ni Biblia, kuapa kwamba utasimamia na kuhakikisha unalinda haki na utu wa watu na kuhakikisha taifa linakuwa salama kwenye nyumba hizo za ibada za hao unaosema wasikuingilie. Kwa kwenye jambo hili nilitaka niliweke very clear kwamba tumejipanga na tuko tayari
tunakisaidia chama kwa sababu sisi ni moja kati ya wanachama, viongozi waandamizi wa chama, ambayo kwenye jambo hili kwa yoyote ambaye anakengeuka kwenye msingi wa no reform no election, tunakabiliana naye kadri alivyokuja. Niliwahi kuambia kwamba ndugu zangu, nguruwe hana kibla, atachinjwa the way alikodondokea ndipo kisu kitamkuta. Sasa wote wanaopinga no reform no election tunawakabili perpendicular namna ambavyo wamekuja. Na kwenye hili jambo lazima niseme, kwa sababu nitumie fursa hii pia kuzungumza.